Shalom PPDJ, jambo tena bandu bapendwa, na wasalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Niko na furaha sana kwa kuya tena siku ya leo. Aina bote ambapo walipata neema yetu kukutana mimi na mwe. Nafurahi sana kwa kuwa mmetufuata ba mingi sana. Nafurahi tena katika jina la Yesu Kristo. Nina furaha kushima tena katika hii plateau ya leo. Nina furaha sana. So furaha inanizidi sana, na maana yake furaha inapita kipimo kwa sababu Mungu anafanya mambo ya ajabu sana siku ya leo. Ndio kama na kusalimu fasi ulipo, na kusalimu uko ndani ya Amerika, Canada, France, Finland, na wasalimu bila kusahau province ya Nguvasa, na wasalimu wote katika jina la Yesu Kristo, bila kusahau Eglise Penuel Vasa, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Watumishi wote na wasalimu tena, watumishi Prophet Gracia, Papa Herve, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo, bila kusahau mtumishi wa Mungu John Katala Vasa, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Shina kula pana, niko katika habari ya evangeli. Leo tena nina furaha sana njoo kuhubiri habari njema. Mimi napenda fasi ulipo, unaweza kama una telekomando kwa mikono, tata telekomando chini, tusikie message ya siku ya leo. Amen. Aimanisha kwamba sema mimi najua sana. Aimanisha kwamba sema mimi ndio ninajua, ni akili sana, wala mimi nasoma Biblia sana kuliko wewe, hapana. Na wakati ambapo tumepewa neema ya kuwa tena mbele yako, tufuata katika television yako, iPad, telephone, ni kwa neema ya Mungu, ni kwa neema. Wanafuta Facebook ni kwa neema, kwa sababu anaparazara hapana. Amen. Bwana akubariki sana kwa presence yako. Bwana bariki Engineer Redon kwa kazi ambapo support ambapo ena support ministère ya Jeremy Kabongo. Nafurahi sana. Nataka mnatoka tuko ndani ya studio nzuri sana. Tuko na studio propre, image nzuri, son ya mzuri. Kazi ya Mungu. Amen. Tunafurahi sana. Amen. Okay, bila kupoda muda tunaenda katika evangeli ya siku ya leo. Amen. Na evangeli yangu ya magharibi leo iko inasema kwamba sema ule wote iko na soif. Amen. Na kishina changu kinasema kwamba sema soif. Na wakati tunasema soif inamaanisha kwamba sema kiu cha mai. Hallelujah. So ule wote ambapo iko na kiu cha mai akuje kwangu. Na wakati tukisema basi mai ya uzima ni Yesu wa Nazareti. Amen. Asante, hii maneno hii verse umeshajua mzuri sana. Bana hubiri kila siku mchana kutwa, bana hubiri habari njema. Lakini siku ile tena Mungu alipenda tuzungumzie tena kuhusu habari hii ya kusema kwamba sema ule wote eko na kiu cha mai akuye kwangu mimi. Hallelujah. Sio kwa Yeremia hapana, ni kwa Yesu Kristo. Anasema ule wote ambapo eko na kiu cha mai akuje kwangu. Hii ni habari ambapo Yesu Kristo alikutana na mwanamke Msamaria, amen, kukishima akishota mai. Na wakati ambapo yule mwanamke kila siku, kila wakati yote alikuwa kukishima shota mai. Hallelujah. Na message ya siku leo sitachukua muda mrefu sana pana. Mimi napenda kwa connecte. Hallelujah. Mimi napenda kwa connecte fasi ulipo. Nina minute kidogo tu sana ya kusema parole ya Mungu. Na tuko hapa njoo ya evangelisation. Na evangeli ya leo iko nenda fashipote, iko nenda ndani ya dunia mzima. Amen. Inazungumza kuhusu habari ya ule mwanamke ule ambapo alikuwa kila siku, kila magharibi, kila asubuhi akienda kumai kushota mai ya yeye kwenda kakunywa. Amen. Sasa ile mai kishima kilikuwa kirefu sana. Kile kishima kilikuwa kile kishima ambapo pa kuchukua mai inapasha paka ukunjame ili bebe mai. Amen. Nadhani watu mingi wanajua sufrance ya kishima. Ukishima kama ushimame mzuri unaweza kuanguka ndani ya kishima. Inapaswa uchukue position nzuri ya kuchukua mai. Amen. Tutasoma ndani ya kitabu chetu cha tenda haraka sana katika jina la Yesu Kristo. Tuko ndani ya kitabu chetu cha Isaya. Amen. 55. Isaya 55. Hallelujah. Isaya 55. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Na kama unaweza soma fasi ulipo. Unaweza kuandika mzuri. Hallelujah. Isaya 55 verset 1 à 3. Haya kila anayekiu joni maji. Amen. Naye asiye na fahari
njoo mununue munwe, nami ni njoo nunue divayo. Amen. Hallelujah. Atukasema ule ote eko na susia mai akuye kwangu afanye ni akunwe mai. Tobe nani? Dena nasema nini? Kwa kutoa fahada. Amen. Hallelujah. Verset 1. Isaiah 55. Isaiah 55 verset 1. Amen. Asema ule ote ambapo eko na swafu ya mai akuje kwangu. Ule ote ambapo eko na kiu cha mai akuje kwangu mimi. Mtatusikize sana ndio swali ambapo tutatumisha hapa Biblia hapa. Kwa maana Yesu ni mai ya uzima wa milele. Wakati ambapo utakubali kukunywa ile mai, ile ambapo Yesu atakupatia, ndani yako mtakuwa za chemuchemu. Amen. Hallelujah. Mai ya uzima wa milele. Yesu ni mai ya uzima wa milele. Mkuye kwangu bale bote ambapo beko na swafu ya mai. Saa zingine wakati ambapo mimi nasema swafu ya mai, inaweza kuwa bantu bengine beko na swafu ya mudunia. Bantu bengine beko na swafu ya kurudia ndani na ulimwengu. Na wakati ambapo kama kwa mudunia hakuna binti bizuri. Amen. Swafu ya mai. Sikani kwambi, kuna bantu bengine beko na swafu ya kuingia mudunia. Kuna bantu bengine kama ashafanya busharati, saa zingine yeye kwake ashashika mzuri. Na gisi saa zingine anapenda samedi ene haraka ili ende kwa boîte de nuit. Eko na ile swafu ndani yake. Amen. Kuna bantu bengine beko na maswafu ya kusema kwamba sema kama shiakuno kampombe siwezi kasikia mzuri sana. Eko na swafu. Lakini magharibi leo mimi nakwambia kwamba sema kama uko na swafu, wakati ambapo utakunywa mai ya Yesu Kristo, au sitakuwa na kiu ya kufanya busharati, au sitakuwa na kiu ya kwenda kaibu. Haleluya. Swafu ya mai. Swafu ya mai. Swafu. Mkuye kwangu bale bote ambapo beko na susia mai. Amen. Basi kwamba sema yeye ndio mpokolo wa mai. Na wakati Yesu ndio mpokolo wa mai, kama uko na mai ndani yako, kama kuna Yesu ndani yako, atafanya chemuchemu ya mai. Yesu ni mai ya uzima wa milele. Yesu anazidia mai yote. Amen. Teo pia ulikuwa kuna mai hapa chini ya jua, lakini kila siku yote tuko naenda kwa mai. Kila siku yote tuko kuna mai, kwa sababu haimanishe aishe kiu kiko ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mkuye kwangu bale bote ambapo beko na kiu cha mai. Mkuye. Na Yesu ni mai ya uzima milele. Na Yesu ni mai. Yesu ni mai. Yesu ni mai. Wakati ambapo ukisoma ndani ya kitabu chetu cha Yohana, amen. Yohana chapitre 4 verset 14 à 15. Amen. Asema nini? Lakini yeyote anayekunywa maji yale ninayomupa, amen, mimi hata ona kiu hata milele. Hallelujah. Asema nini? Wowote ambapo atapata maji ile ambapo Yesu anamupatia, sio mimi Jeremia hapana, wala sio mtu mwingine hapana. Ule Yesu mwenyewe atakupatia, au sitakuwa na kiu ndani ya maisha yako. Sema amen. Hallelujah. Walakini yoyote atakayekunywa maji yale nitakayomupa mimi hata ona kiu milele. Hallelujah. Hata ona kiu milele. Sasa na mai ni Yesu Kristo wa Nazareti. Wakati ambapo unamumeza Yesu ndani ya maisha yako, au sitakuwa na ile apeti ya kwenda mudunia hapa, kwa sababu ile ndani yako eko na kuchemusha mambo ya ajabu. Amen. Eko na tinkisha ministeri yako. Hallelujah. Kuna bantu wa mingi sana bameenda kuchukua dawa jua kufanya ministeri yao, lakini banashinda kujua kama sema panafashi fulani ambapo peko source ya mai. Wakati ambapo kuna source ya mai ndani yako, Yesu eko analamusha mambo mapya ndani ya ministeri yako. Sema amen. Amen. Yesu ndio chemuchemu. Amen. Kwa kisi niko na ubiri hapo.
Kama shida na Yesu, siwezi katosha hii maneno ambapo niko nahubiri siku ya leo. Kwa kuwa gisi ninamwamini Yesu Kristo kwa mwokozi wa maisha yangu, jo kwa maana Yesu anafanya revelation kwa watumishi baki, eko nabambia mambo ya kuambia taifa la Mungu. Jo kwa maana mnaniona hii asubuhi ya leo, jo kwa maana mnaniona siku ya leo, niko nahubiri habari njema. Sijitume mimi peke hapana, amen. Sijitume mimi peke. Sijitume mimi peke hapana. Sacrifice ambayo tunafanya kazi ya Mungu. Na ni Mungu ndio amefanya kwamba sema tushimame siku ya leo na tuambie mtu mmoja ya kusema kwamba una mai ya uzima milele. Wakati ambapo utakuna mai, amu yote ya mwili yako yote itaisha. Amen. Na lingala banasema posa ya nzoto nyonso ekokufa. Posa ya nzoto nyonso ekosila parce que ozwi mai ya bomoi. Na tango kozwa mai ya bomoi na kati na yo ekozala na bisika mai kobanda kobima chaque jour. Okozala na posa te kokende pa ya liziba po kende kozwa mai te parce que oza déjà na mai na kati na yo. Amen. Na mai wana eza kombo mususu te, eza kombo ya Jésus Christ. Amen. Ba oyo nyonso bakodimela Jésus Christ lokola nkolo pe mobikisi bakozala bantu oyo bakomona ye. Amen. Wakati ambapo unampokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako, deja mara moja chemu inakuwa ndani yako. Wakati ambapo unasema mai ya uzima milele, utapenda ukunywe mai au utapenda uende mdunia? Hapana. Amen. Kama unaona mtu anafanya dhambi kwa sababu eko na ile amu, ashakuwa na ile amu ya kukunywa mai ya Yesu Kristo. Na Yesu anasema kwamba sema yoyote ambapo atakunywa mai ile ambapo mimi nitakuwa na kiu milele. Amen. Sijui kwa nini bantu ambapo abasikie message ya Mungu. Bantu wanapenda kujifurahisha mwili. Bantu wanapenda kwenda kaiba. Unakuta mtu anafanya msharati. Anafurahisha mwili yake kwa sababu ina ile susi, ina ile amu. Lakini magharibi leo bien aimé le Seigneur, tosha ile amu. Kuna mai ya Yesu Kristo. Kuna mai ya Yesu Kristo. Mambo mabaya yote itatoka. Mambo mabaya, busharati utaisha, wizi utaisha, chuki itaisha, roho mbaya itaisha. Kwa sababu Yesu ni mai ya uzima milele. Amen. Hallelujah. Tuendelee. Baali yale maji nitakayomupa yatakuwa ndani yake chemu ya mai ya kibunjikia. Amen. Uzima wa milele. Sema Swahili. Amen. Asema mai ambapo mimi nitafanya nini? Mimi nitampatia, yatakuwa ndani yake. Yatakuwa ndani yake ikichemuka. Amen. Mtu ambapo eko na Yesu ndani yake, bantu wanamuona kama kia majimu. Amen. Mtu ambapo eko na chemu ya mai ile ambapo tunaita kwamba sema mpokolo wa mai ni Yesu Kristo Nazareti, bantu watasema kwamba sema unabamba dawa, na sio dawa pana, kwa sababu ndani yako mko chemu ya mai, na ile mai ni Yesu Kristo Nazareti. Hallelujah. Hallelujah. Chemu ya mai. Yesu ni chemu. Sijui wewe unatafuta mai gani? Amen. Mai inachana bien aimé le Seigneur. Mai inachana. Kuko mai ya moto, kuko mai ya kivukutu, kuko mai ya chumvi, na kuko mai ya baridi. Na Yesu Kristo ndio mai yetu. Wakati unamkunywa Yesu, wakati unamkubali Yesu, unakubali message ya Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement déjà unakuwa deja mtoto wa Mungu. Deja ndani yako automatiquement unakuwa chemu ya mai. Amen. Tuendelee. 15 nasema nini? Yule mwanamke akamwambia Bwana, unipe maji hayo nisione kiu wala nisije hapa kuteka. Amen. Wakati ule mama akashikia maneno ya Yesu Kristo, oh my God. Wakati ule mama akasikia message ya Jésus Christ, ule mama alichukua maamuzi. Amen. Alichukua decision ya kusema kama sema unipele mai yako ile. Hallelujah. Unipele mai yako ili tena mie shikuye tena kukishima huko. Hallelujah.
Ijapokuwa ule mama alikuwa na maisha yake, alikuwa ni mwanamke ambapo mkahaba, alikuwa na banaume mingi sana, lakini wakati ambapo alisikia message ya Yesu Kristo, Yesu akamwambia kusunywa mai, na Yesu alimlomba mai. Ule mama akaleta materialism mengi. Ule mama akamwambia Yesu Kristo, sie na mwe atupatanake hapana, sie na mwe atupatanake hapana. Haleluya, haleluya. Asema sie na mwe atupatanake hapana, sie ba Samaria. Amen. Sie ba Samaria na mwe atupatanake hapana. Yesu akamjua kusema kwamba sema, ukijua kwamba sema mimi ni mai ya uzima milele, ukijua kwamba sema mimi ni mai ya uzima milele, haleluya, hautatamani tena. Fasi unanifuata hii magharibi leo, fasi ambapo unanifuata hii siku ya leo, ukijua kwamba sema ule ambapo unakutana naye siku ya leo, ule ambapo unasikia message siku ya leo kwamba sema ni Yesu Kristo wa Nazareti, hautatamani tena urudie ndani ya dunia, kwa maana Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, kwa maana Yesu Kristo yeye ndio analeta vie, Yesu Kristo yeye ndio analeta success, Yesu Kristo yeye ndio anarudisha maisha ya yule mtu ambapo mfano imekufa. Haleluya. Asema unipe kweli mai yako. Toda na pose ya mai na yosezi. Toda na pose ya mai. Toda na pose ya mai. Haleluya. Sione kile kitu ambapo kitafanya ile ambapo usimuite Yesu. Kwa sababu tunafika mwa Europe. Ndio sema ni kitu kana ambapo kinafanya ile ambapo usikubali habari ya Yesu. Ni kitu gani? Europe wala nini? Haleluya. Mwa Europe mna kitu. Hamna kitu. Kitu kama ni Yesu Kristo. Kitu kama ni Yesu Kristo. Bajeni msikie niambia kusema kwamba sema. Bajeni msikie niambia kusema kwamba sema hapa pa Europe hapa bila Yesu hutaenda fresh. Bila Yesu hutafanya kitu hapana, kwa sababu Yesu ndio moteur. Yesu ndio vie. Yesu ndio vie. Haleluya. Yesu ndio vie. Wakati ambapo ule mama akajangaria, akasema kila siku yote mimi nakuyaka hapa pa mai kuchukua mai, lakini leo mimi nakutana na mtu ule ambapo analetaka mai. Mimi Jeremy, mbona nijite kiburi? Acha nifuate Yesu Kristo. Amen. Nifuate Yesu. Ni afadhali nikose vyote. Kosa marafiki, kosa banduko, lakini usimkose Yesu. Amen. Kosa pesa, kosa mali yote, kosa magari, lakini usimkose Yesu. Yesu ndio chemu yetu. Amen. Rafiki wa karibu wakati ya jua. Yesu ndio mai ya uzima milele. Hakuna mai nyingine ila ambapo yanaweza maliza kiu cha roho yetu. Amen. Yesu wanzambi mpokolo wa mai. Yesu wanzambi mpokolo wa mai. Tuzana pose ya mai ya bomoyo. Amen. Kosa byote, barafiki bakutenge, bantu bakuachi, weye kangamana na Yesu. Bambana na Yesu. Amen. Wakati ambapo utabambana na Yesu ndani yako, wakati ambapo utamrudisha Yesu, unampokea Yesu Kristo, unachukua message yake, unaita ndani yako, bien aimé de le Seigneur, mimi nakwambia kusema kwamba maisha yako itabadilika, utashange. Amen. Utakuwa kama ile mayana ambapo bametia mai, bametia mboleko, mai inatokana na sante, inatokana na vitamini, kwa sababu Yesu ndio vitamini yetu. Yesu ndio mboleo yetu. Yesu ndio ambapo anarudishaka bile bintu ambapo bilikuwa vimekufa, bilikuwa vimeoza. Wakati Yesu anakuja, anakuwa kurejesha bile bintu ambapo bilikuwa vimekufa. Amen. Ndani yako unakosa mai. Amen. Wakati ambapo utapokea mai, wakati ambapo utakubali kunywa mai ya Yesu Kristo, niko nakwambia kusema kwamba maisha yako itaota mizuri sana. Amen. Maisha yako itachemuka tena. Bantu walikutenga, ubache wakutenge, lakini wewe pokea mai ya Yesu. Amen. Na ule Yesu niko nasema ngaliba leo, sio Yesu ambapo wakusema sema pana, niko nasema ule Yesu ambapo balimupia kwa msalaba. Amen. Bakamuvika chapeau ya miba, damu na mai katoka. Niko si na ule Mungu eko na shimama juu ya maisha yako, eko na kupatia solution. Maisha yako inapaswa toshe matunda mazuri, kwa sababu umekuna mai inazidi mai yote. Haleluya. Unipe mai. Amen.
unipe mai. Tuko na susi ya mai. Hatuna na susi ya bintu bingine hapana. Hatuna na susi njoo tupate mamilioni hapana. No. Tuko na susi ya kusema kwamba tumpokee Yesu. Amen. Wakati ambapo utampokea Yesu ndani ya ndoa yako, na utaona ndoa yako inakuwa na mafuta na sante. Seigneur Jésus. Wakati ambapo utampokea Yesu ndani ya mariage yako, utaona gisa ambapo utakuwa na amani. Kuna bantu mingi beko ndani ya ndoa lakini banakosa amani, banakosa amani. Wakati ambapo una Yesu Kristo ndani ya ministeri yako, unamwangia mai, na ile mai Yesu Kristo ule ambapo anainuaka bantu mzegondo. Hallelujah. Zambi wani. Yes. Merci Seigneur Jésus. Merci papa. Oza malam Seigneur. Ninahitaji nikune mai ya uzima milele. Ninakunywa mai lakini sijapata solution. Amen. Sasa zingine njoo kuzala kwako. Beko na kuletea madawa fulani kwamba sema kuna kwanza hii dawa. Sasa zingine unaweza kuzala. Amen. Hallelujah. Juu ya masomo yako, unatafuta masomo na shinda, unafanya maexamen unashinda, unakutana na marafiki na kwambia kwamba sema bamba kwanza kankambaka, saa zingine katakusaidia. Amen. Katakusaidia. Lakini sikia nikwambia kusema kwamba kila kitu chote, kila ambapo kiko nje ya Yesu ni machozi na huzuni. Hii ni wakati mzuri ya kila mtu wote akuye fieri na Mungu wake. Hii ni wakati ya kusema kwamba sema kila mtu wote ainue Mungu wake. Amen. Tuko hapa Europe, tuko Afrika hapa Europe, lakini tusisahau kule Mungu ametutosha. Hallelujah. Tusisahau kwa sababu tuba Kristo. Mama yangu sio kwambie. Uko ndana batoto bakushikie. Wewe unasema batoto banafanya biabo. Comprehension ndana nyumba. Sikia nikwambia kusema kwamba umwite Yesu. Sogeza Yesu na maisha yako. Humuko kote eko narudia. Yenjo mai ya uzima milele. Katika mai banamuita ile mai ya uzima milele. Katika michi yeye ni mtu wa uzima milele. Hallelujah. Oh Yesu. Ni upendo kanuna ambapo Yesu alitupenda. Nikiona gisa ambapo Yesu anajisakrifia kwa msalaba wa Golgotha, njoo upendo wangu mimi na wewe. Njoo maya kukunwa hiyo. Amen. Na wakati ambapo nikishangalia kule Kudestemane, Yesu akiomba. Amen. Yesu kumsalaba biko na mupika busiku bujimu. Biko na mupika njuu ya maisha yako na mimi ili restore, ili uone development ndani ya maisha yako. Zambi. Busiku bujima biko na mupika Yesu. Biko na muteso njuu yako na mimi. Destemane Jésus. Destemane. Yesu kudestemane. Yesu eko na omba. Kudestemane Yesu eko na omba. Yesu eko na omba. Jasho yake katoka ikakuwa damu. Jasho ya Yesu inatoka kuwa damu. Ni upendo kani Yesu ulitupenda shi yako. Ni upendo kani Baba. Tulikupatia nini Baba yangu? Baba, hata kama mimi si nyeku yako, wewe ni kwa Mungu. Yesu destemane. Hata bantu bote bakukatale Mungu, shita ukatala Mungu. Destemane. Muluma wakudestemane. Mbayani mema wakudestemane. Juu yako mama yangu, ukwa gisu ulivyo leo, destemane. Muluma wakudestemane.
Nzambi wakwenda nene. Nzambi wakubikira jiba jabwala. Nzambi wakwenda nene mwaba onsu. Hallelujah. Bantu balisema kusema kwamba gisi bamaenda ku Europe batabadirika, batashanje, batanyamodone. Juu ya destemane, juu ya Yesu Kristo, chemu yangu. Mbayani wani mema. Chemu yangu. Destemane. Bantu walisema masema tumpache miaka 5. Tumpache miaka 2 atatupa Biblia. Atata Biblia. Seigneur, testemane. Merci Seigneur. Juu ya neema yako. Merci papa. Juu ya upendo yako magharibi leo. Wewe ndio testemane. Juu ya kupiga kwako tuko bashima katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Merci Seigneur Jésus. Merci papa. Kwa uwezo wa jina la Yesu. Hallelujah. Testemane Jésus. Tokotea sango na yo Seigneur. Yondo bengi biso. Yondo tindi biso papa. Tokovanda kimya te. Tokotea sango na yo. Na kombo na Yesu Kristo. Yawe batela ba onyo sola ndibiso na pokwa lelo. Batela ba familia bango nyonso. Na kombo na Yesu. Oyebi posa motema na bango. Oyebi nini bazolo kepa na yo Seigneur. Yawe sunga bango. Pesa bango biyano. Na mituna bango nyonso. Yonde liziba ya bomoy. Tuye pa na yo. Kono na bikamu. Na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Te pesi bino merci. Na ndengo bolandi biso. Na kombo na Yesu Kristo. Na pesi merci lisusu. Na DG Tredo. Bosikizenga pa na kombo. Bosikizenga makasi. Iza DG na biso oyo. Azu ministère oyo. Azako soutenir ministère oyo. Zambi apambola makasi. Zambi apese nyonso ya zoluka. Na kombo na Yesu Kristo. Merci bino nyonso. Boss abonné les sous, boss abonné ebele. Te petit merci. T'abonnes les sous Nzambe, abatela bino na comme na Christ. Merci. Bye bye.